mwalimu wa Sunday school alijue neno la Mungu kwa usahihi wake. Nyakati hizi ambapo neno la Mungu linapotoshwa kwa namna nyingi sana, neno la Mungu limefanywa biashara, neno la Mungu limechanganywa na ushirikina kiasi ambacho watu kwa kweli wanachanganyikiwa. Lakini wewe mwalimu wa Sunday school ndio kwa kuwa utakuwa umelifahamu neno kwa usahihi wake, ndio utakayesaidia huyu mtoto akue katika hekima na kimo, asije kuwa mtu wa kuyumbishwa, kwa sababu msingi utakaomwekea hakuna atakayemwondolea. Hawa wanaoyumba huku na huko na kuingia katika vikundi vingine vya hatari sana, lakini vinajipaka rangi ya kwamba ni vikundi vya imani, vinamtangaza Yesu. Hawa ukichunguza sana maisha yao, hawakupata msingi, hakuwa na walimu wazuri waliowafundisha tangu utoto wao. Fundishe neno la Mungu kwa usahihi, mkubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, na muwe na uwezo wa kufundisha kwa ubunifu ili kujenga kizazi chenye imani thabiti na maadili mema. Semina hii iweze kuwajengea. Ninawahimiza kutunza vizuri fursa ya hii kwa kujifunza, kushirikishana uzoefu na kuimarishana katika utumishi. Kila mnachojifunza na kukitekeleza kwa uaminifu kitakuwa mchango mkubwa katika ukuaji wa kanisa na maendeleo ya watoto na waumini wa kanisa. Kwa niaba ya dayosisi, nipende kuwapongeza sana tena kwa huduma yenu ya uaminifu na kujitoa. Naombe endeleeni kufanya kazi ya Bwana kwa bidii, mkijua kwamba taabu yenu haitakuwa bure katika Bwana. Ni Mchungaji Fadhili Judika Kiwera, katibu wa idara ya elimu ya Kikristo ya Dayosisi ya Kaskazini. Leo tupo hapa usharika wa Moshi mjini kwa semina ya walimu wa shule ya Jumapili pamoja na waratibu wa elimu ya Kikristo kutoka sharika 162 katika majimbo ya Kilimanjaro Mashariki, Kilimanjaro Kati, Hai na Siha. Semina hii ni maalum kwa ajili ya kuwakumbusha walimu na waratibu juu ya wajibu wao katika kufundisha na kulea watoto katika kanisa. Na semina hii imefunguliwa rasmi na Mheshimiwa Baba Askofu Mkuu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini, Baba Askofu Dr. Frederick Shaw, ambaye amewakumbusha walimu na waratibu umuhimu wa huduma yao katika kanisa na hasa kwa watoto. Kwa nini watoto? Ni kwa sababu wao ndio hasa wanaanza kujengwa na kuwekewa misingi ya imani na neno la Mungu. Na kwa hiyo tukiwakosea watoto, tumekosea msingi wa kanisa, na unaweza kuona kwamba baadaye utakuwa na Wakristo wa namna gani. Ukiwajenga na kuimarisha vizuri, unaiona pia baadaye ya kanisa kwamba utakuwa na kanisa imara la watu wanaomjua Mungu, wanaolijua neno lake, wenye msimamo mzuri katika imani. Katika semina hii, jambo kubwa ambalo linafanyika ni kuwajengea uwezo wa namna ya kuandaa masomo ya watoto na kuyawasilisha kwa maana ya kufundisha kulingana na umri wa watoto. Mimi ni Mwinjilisti Daniel Lema, mratibu wa elimu ya Kikristo katika jimbo letu la Hai. Leo tumekuwa na semina nzuri sana ya walimu wa elimu ya Kikristo na maadili. Kupitia semina hii ya leo tumejifunza hasa juu ya andalio la somo na hatua nzima za maandalio ya somo, jambo ambalo litawezesha walimu katika kanisa na katika dayosisi yetu kuweza kufundisha na kufikia watoto vizuri kama inavyotakiwa. Mimi binafsi kama mratibu katika jimbo langu la Hai, najua nitaweza kusaidia walimu wengi watakao kutana na changamoto mbalimbali juu ya mwongozo na jinsi ya kuandaa masomo hayo. Mimi ni Mwinjilisti Cuthbert Christopher Maro wa Dayosisi ya Kaskazini, jimbo la Kilimanjaro Kati, usharika wa Msaranga Mandaka. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya semina hii ambayo tumeipata leo. Kwa kweli tumekuwa tukifanya huduma hii ya kuwafundisha watoto wetu na kuandaa walimu wa shule ya Jumapili, lakini kupitia semina hii tumeongezewa uwezo, tumeongezewa maarifa, lakini pia tumeongezewa mbinu za namna ya kuweza kuwafundisha
watoto wetu ili tuweze kupata kanisa lililo imara. Na kama tunavyofahamu, ili kanisa liwe imara lazima tuanze kwa watoto wadogo kabisa na tuwekeze kule kwa watoto wadogo kabisa, ili baadaye hawa watoto wasiwe rahisi sana kumbwa na mafundisho potofu yanayotokea katika jamii. Majina yangu ninaitwa Mwinjilisti Nelson Minja kutoka jimbo la Kilimanjaro Mashariki, usharika wa Mrieni Mamba. Semina hii imetujenga sana, na sasa tunaporudi katika sharika tunarudi kwa nguvu mpya na tunaenda kuwainua watoto na kanisa la kesho lenye nguvu na ushuhuda mbele za Mungu. Mimi naitwa Evaline Nyela, nimetokea usharika wa Newland. Nimefurahishwa sana na semina ya leo. Semina hii imenijenga mimi mwenyewe kwanza binafsi kiroho, kwa sababu wakati nafundisha watoto nilikuwa sijaelewa mfumo mpya ambao tutakaofundisha nao watoto kuhusu elimu ya Kikristo. Lakini leo nimejifunza mambo mazuri na jinsi nitakavyoenda kukaa darasani na kuwafundisha watoto kitaalamu zaidi na kimaadili zaidi, ili msingi wao uwe imara, tujenge kanisa la kesho ambalo litakuwa kiroho.